Karibu kwenye simulizi ya leo. Leo tutazungumza kuhusu moja ya matukio ya kutisha na ya kushangaza zaidi katika historia ya dunia. Kutoweka kwa mji wa kale ulioitwa Pompeii. Huu ulikuwa mji mzuri uliokuwa katika nchi ya Italy karibu na mlima wa volcano unaitwa Mount Vesuvius. Lakini watu wa wakati huo hawakujua kwamba mlima huo ungebadilisha historia yao milele. Zaidi ya miaka 2000 iliyopita, Pompeii ulikuwa mji wenye shughuli nyingi. Barabara zake zilijaa wafanyabiashara, wanajeshi, wakulima na watoto waliokuwa wakicheza. Kulikuwa na masoko makubwa, nyumba nzuri za matajiri, mabafu ya umma na majumba ya starehe. Wakazi wa Pompeii walikuwa sehemu ya dola ya Roma, moja ya himaya kubwa zaidi katika historia. Kila siku ilikuwa kama siku nyingine. Watu walifanya kazi, walicheka, walipanga maisha yao ya kesho. Hakuna aliyedhani kwamba kesho hiyo ingeweza kutoweka milele. Dalili za ajabu zilianza. Mwaka 79 baada ya Kristo, mambo ya ajabu yalianza kutokea. Ardhi zilianza kutikisika mara kwa mara. Baadhi ya watu waliona moshi mdogo ukitoka juu ya mlima Vesuvius. Lakini wakati huo watu hawakuwa na elimu ya kutosha kuhusu milima ya volcano. Walifikiri ni jambo la kawaida, wakaendelea na maisha yao kama kawaida. Mnamo tarehe 24 Agosti mwaka 79, tukio la kutisha lilianza. Ghafla mlima Mount Vesuvius ulilipuka kwa nguvu kubwa sana. Mlima ulitoa moshi mweusi mkubwa, majivu mazito, mawe ya moto na gesi hatari. Moshi ulipaa juu angani kama mti mkubwa wenye matawi. Wakazi wa Pompeii walianza kuingiwa na hofu. Wengine walikimbia, wengine walijifungia ndani ya nyumba zao wakitumaini mambo yatatulia. Lakini hali ilizidi kuwa mbaya. Giza lilitanda. Majivu yalikuwa yakidondoka kutoka angani kama mvua nzito. Polepole giza lilitanda mchana kweupe. Barabara zilifunikwa na majivu, watu walipoteza njia zao. Wengine walibeba watoto wao wakajaribu kukimbia nje ya mji, lakini majivu yalizidi kuongezeka. Baada ya muda mfupi, paa za nyumba zilianza kuanguka kwa uzito wa majivu. Kisha tukio la kutisha zaidi lilitokea. Mlipuko ulitoa kitu kinachoitwa wimbi la moto na gesi. Hili lilikuwa kama upepo wa kifo uliokuwa na joto kali sana. Wimbi hilo lilitembea kwa kasi kubwa na kufunika mji mzima. Ndani ya muda mfupi sana, maisha ya Pompeii yalikuwa yamekoma. Mji mzima ulifunikwa na majivu kwa mita kadhaa. Pompeii ulipotea kutoka kwenye ramani ya dunia. Miaka ilipita, karne zilipita. Watu walisahau kabisa kwamba kulikuwa na mji uliokuwa umefunikwa chini ya ardhi. Lakini historia ilikuwa bado imejificha chini ya majivu. Mwaka 1748 wachimbaji walianza kuchimba ardhi katika eneo hilo. Walichogundua kiliwashangaza sana. Chini ya ardhi kulikuwa na nyumba zilizohifadhiwa, michoro ya ukutani, vyombo vya jikoni, barabara za kale, na jambo la kushangaza zaidi, walipata maumbo ya watu waliokufa siku ile. Baadhi walionekana wakikimbia, wakilinda watoto wao, wakijaribu kujificha. Ilikuwa kama muda ulikuwa umesimama ghafla siku ile ya maafa. Leo hii Pompeii ni moja ya maeneo maarufu zaidi ya kihistoria duniani. Maelfu ya watalii hutembelea kila mwaka kuona mabaki ya mji huo. Na mlima Mount Vesuvius bado upo hadi leo, ukiwa kimya lakini ukikumbusha watu nguvu ya asili. Funzo kutoka Pompeii. Hadithi ya Pompeii inatukumbusha kitu muhimu sana. Binadamu anaweza kujenga miji mikubwa na maendeleo makubwa, lakini nguvu za asili zinaweza kubadilisha kila kitu ndani ya muda mfupi sana. Pompeii si tu mji uliopotea, ni ukumbusho wa historia, maisha ya watu wa zamani na nguvu ya dunia tunayoishi juu yake. Kama umependa simulizi hii, weka like, comment na usubscribe channel hii.